Haleluya. Amen. Rafiki zangu tuliokusanyika katika studio hizi za Radio Habari Maalum. Yes. Ningependa tufahamu ya kwamba Mungu hukaa katika sifa. Karibuni sana kwa kipindi hiki ambacho tumekianzisha rasmi siku ya leo. Kipindi ambacho kitakuwa ni baraka kwa kila mmoja ambaye atakwenda kutusikia kila sehemu yote ile katika pembe nne za ulimwengu. Tunapenda kurusha hiki kipindi ambacho kitakuwa ni baraka na kitakutana na majibu ya shida zako. Ningeomba kwamba kwa mpendwa msikilizaji mahali pote ulipo, ujitahidi sana kila wakati Jumapili tutakuwa na kipindi hiki ili kwamba uweze kusaidia. Na mimi binafsi ningependa nijitambulishe kabla sijaendelea. Mimi ni mchungaji Banza Mukala, ndio jina langu. Ni mchungaji katika kanisa la Restoration Community Church. Nikifanya kazi pale kanisa la Cornerstone ambayo inapatikana katika adresi ifuatayo. Adresi ya pale tunapoabudu ni 2730 56 Street Southwest, Wyoming. Ni sehemu ya Wyoming kule inaitwa South Wyoming, ndio sehemu ambayo tunashiriki. Na ukipenda zaidi kufika kwenye ibada yetu, muda wa ibada yetu tunaanza na saa 6:30 mpaka saa 9 kamili, ama kwa lugha ya Kifaransa tunaanza na 12h30 mpaka 15h juste. Ndio muda wa ibada yetu pale tunapoabudu, ambayo nimekupa adresi pale. Na kwa kweli kipindi hiki sitakuwa peke yangu. Katika kipindi hiki nitakuwa na watumishi mbalimbali ambao tutakuwa nao hapa, na ninaamini wale watumishi ambao tutakuwa nao hapa watakuwa baraka pia kwako kwa kupitia kipindi hiki. Na nitakuja kukupa jina au kipindi hiki kinaitwaje, kwa sababu najua utapenda kuwa na maswali ya kuuliza kipindi kinaitwaje. Lakini kabla ya kwenda huko, ningependa nimtambulishe mchungaji mwenzangu ambaye ndiye tunafanya naye kazi kama mchungaji msaidizi, ambaye tuko naye pale katika kanisa la Restoration Community Church. Nitapenda yeye mwenyewe ajitambulishe kwa majina, alafu baadaye nitakwenda sasa kukuambia jina au jina ya program hii inaitwaje, hii kipindi kinaitwaje. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Karibu sana kwa kipindi hiki ambacho tumekianzisha leo rasmi, na niseme tu Mungu akubariki kwa sababu umekubali mwaliko kusema kwamba uwepo hapa pamoja na mimi ni kwamba tuanzishe program hii. Na najua ya kwamba si kwa sababu mimi ni mchungaji ambaye tunafanya kazi pamoja, lakini naona unakubali mwito kutoka kwa Mungu. Kwa sababu wako watu katika ulimwengu ambao mahali ambapo sisi tusipoishi wanahitaji msaada, wanahitaji kupata muda wa kusikia maneno ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Na inawezekana tunayehubiri tu kanisani, lakini bado watu wengine watusikie, hawafiki pale kanisani. Ndio maana program hii Mungu ameanzisha kwamba tunaweza kurusha vipindi ambavyo vitakwenda pia hata wale ambao hawafiki kanisani waweze pia kupata ujumbe. Kwa hiyo ni kukaribishe sana na uweze kujitambulisha. Karibu sana. Asante sana. Nimeshukuru mchungaji kwa kuweza kunialika ili tuweze kujumuika pamoja katika kipindi hiki, ili tusaidiane katika njia kwenda mbinguni. Kwa jina nimeitwa Ebenga Limasi. Tunashiriki pamoja na tunasaidiana kazi pamoja. Asante sana. Ndio. Nimeshukuru sana. Asante sana mchungaji. Pia nina kitu ambacho nataka niseme kama vile tahadhari kidogo nataka nitoe kwa wapendwa wasikilizaji, kwa sababu kipindi hiki wako washiriki pia wa kanisa letu watakuwa wanakifuata pia. Hii onyo natoa tu kwa wale wafuasi wa kanisa letu, wale washiriki wa kanisa letu, kwamba hii sio njia ya kukufanya kuwa mdhaifu au kuwa mzembe, nitumie lugha ya uzembe, kukosa kuja ibadani, kusema kwamba basi wachungaji wameshaanzisha program nyingine kule mzuri ya kwenye TV, wanarusha vipindi, kwa hiyo muda wao ni saa fulani,
Kwa hiyo hatuna haja ya kwenda ibadani, tutakuwa tunakaa tunafuata tu kanisani. Napenda nikuambie kwamba Biblia inasema kwamba kuna sababu ya watu kukusanyika. Biblia inasema katika Waebrania kwamba ni vema watu wakusanyike ili kuweza kufanya nini? Kuonyana. Unaona? Kwa hiyo kukusanyika kwetu sisi kunatusaidia, kwa sababu unaweza kuwa umeniona hapa leo, niko hapa, lakini si kama vile nilivyokuwa kwenye ibada. Lakini kwenye ibada labda kulikuwa na kitu kingine ambacho tofauti ambacho utakipata hapa. Kwa hiyo ni vema kukutana, kukusanyika kama ilivyokuwa desturi ya wengine. Ndio vile maandiko yanasema, kama ilivyokuwa desturi ya wengine, ni vizuri tukusanyike. Kwa hiyo usichelewe ibada tafadhali kwa sababu ya kusema kwamba nitafuata program hiyo kwa YouTube, basi sitaenda ibadani. Hapana. Kwa hiyo ilikuwa tu ni kama vile tahadhari kidogo nitaka kutoa kwa wapendwa wasikilizaji wale ambao ni wa kanisani kwetu. Tunakuhitaji ufike kanisani, fika kama saa ile ambayo unayojua. Na kwa wewe ambao utapenda pia hata kuja kufuatilia mahubiri na ibada yetu, nawaza tulishatoa address na tutairudilia kama utahitaji. Na pia huko chini baada ya program yetu tutakwenda kuacha pia namba ya simu. Itawezekana pia nikupe hata na email address. Ikiwa na maswali tutaweza pia kuyapokea. Na tutahitaji pia hata mawazo kutoka kwako, kama vile pendekezo, unaonaje kipindi na nini ambacho tungeboresha, vitu mbalimbali. Pia katika program hii tutakuwa na walimu tofauti, tutakuwa na wachungaji, walimu mbalimbali. Napenda nikutajie tu kwamba tutakuwa na mwalimu Tetusa ambaye naye pia atakuwa baraka kwako, atakuwa katika kipindi hiki. Pia tuko na mwalimu mwingine ambaye ni Pastor Paul Mamba, naye pia atakuwa baraka kutoka kipindi hiki ambacho tumekianzisha. Na tumepangilia pia kuwa na baadhi ya vijana ambao nao watakuwa hapa pia. Kwa vijana tunafanya hivyo kwa sababu vijana wengine watakaposikia injili kutoka kwa vijana wenzao watajisikia kufurahi kwamba ni vema vijana wenzetu wanatuhubiri. Na pia hata wakina mama tutawaacha nyuma. Wakina mama pia tutakuwa nao, tutakuwa na vipindi ambavyo tutakuwa tunawaita wakina mama pia nao wanaweza kutoa kile walicho nacho. Nafikiri ni program kwa ujumla jinsi itakavyokuwa. Lakini ngoja sasa nirudi hapa kwa neno moja tu kusema kwamba kipindi hiki kinaitwa Bado Lipo Tumaini. Bado lipo tumaini. Au unaweza ukaita bado kuna tumaini, lakini tunasema bado lipo tumaini. Kwa hiyo kipindi hiki kimekuja kwa kutaka kukusaidia, kuonyesha kwamba pamoja na kwamba umepita katika mambo mbalimbali, lakini bado lipo tumaini. Ndio jina ya kipindi hiki. Kwa hiyo hata kwenye YouTube ukiwa utakuwa umetupata, utakuwa unaandika tu bado lipo tumaini, utakuwa umetupata vizuri. Na utapata mlolongo wote wa mafundisho na kila kitu tutakuwa tunakirusha hapa. Pia acha tu nimshukuru kijana ambaye anayetusaidia kutusapoti kwa kazi ya kurekodi vipindi vyetu. Baba Gerard, Mungu akubariki sana kwa nafasi hii ambayo anatuwezesha kupata muda wa kuweza kuturekodi na kuchukua picha. Ni kitu kizuri sana. Mungu tutakuwa na mwingine kijana naye pia ambaye atakuwa anakuja kushiriki katika kipindi hiki kwa kutusaidia kwa kurusha kipindi. Labda tu nirudi tena hapa kwa mchungaji kwamba swali liko hapa ni kwamba kipindi chetu kinasema kwamba bado lipo tumaini. Kunakuwa na kitu ambacho kinaonekana katika ulimwengu wa leo. Watu wengi wamekuwa katika hali ya kukosa matumaini. Watu wamepoteza kabisa matumaini. Kuna wengine wanaingia hata makanisani, lakini unawaona kabisa ukiwaangalia wamekosa matumaini. Na uzuri wa bahati ni kwamba wale walio kanisani wako vizuri, kwa sababu wanapoingia kanisani wanakwenda kufarijiwa, kwa sababu tunatoa maneno ambayo ni ya kuatia moyo. Tunaendelea kuwafundisha na kuwaambia kwamba bado lipo tumaini. Sasa mimi nilitaka tu niulize swali kwa kusaidia wapendwa wasikilizaji ambao wanatusikiliza kutoka sehemu zote, mahali pote pale.
ni wakati mimi naweza nikaleta mfano kwanza kabla sijakuuliza swali. Tulivyokuwa huko Afrika, kwa sababu hapa ninavyozungumza sasa hivi sisi hapa tuko Marekani. Mimi hapa niko Marekani, niko katika state ya Michigan na asili inaitwa Grand Rapids. Tulipokuwa Afrika tulikuwa na hiyo mawazo na tulifikia hatua ya kukata matumaini kwa maisha ambayo tulikuwa tunaishi, hasa hususan sisi ambao tuliishi kambini. Tulikuwa na ile maisha ya kuona kwamba hapa hii sio maisha, kwa sababu kila kitu kilikuwa ni shida. Tunahangaika, hata chakula kilikuwa ni shida. Yaani kila kitu maisha yote kwa jumla hayakuwa yanaenda, na mwisho watu wakapata matumaini hata ya kuishi. Kwa nini niishi? Mbona maisha ni magumu sana? Mbona shida? Mbona matatizo? Kula, kuemea, mboga, kila kitu nini, hata usalama wenyewe haupo. Watu wakawa wamekata matumaini, wakakosa kabisa tumaini. Na kweli nilivyokuja Marekani, nimekuja kuona tena Marekani, nilifikiria kwamba hapa watu sasa watakuwa wamefarijika, watu watakuwa na tumaini. Sasa nimekuja kuona kuna watu pia hapa Marekani ambao ukiwaangalia kwa sura, ukiwaangalia kwa hali walivyo, wenyeji wa hapa, weusi kwa wazungu, unawakuta wengine ni watu wenyewe ambao ukiwaangalia wanadhoofika, wengine wanakosa hata tumaini. Ukiangalia kwa sura tu inaonyesha kwamba huyo anatafuta faraja, huyo anatafuta msaada, huyo anatafuta jibu, huyo anataka labda aweze kutoka mahali alipo, lakini anakosa atatokaje pale. Sasa mimi nilikuwa nafikiria kwamba tunavyokuja Marekani, kumbe hapa ndio watu watakuwa sasa wanakuwa wanaishi katika matumaini. Nikikumbuka katika pesa ya Marekani walivyosema, wanasema in God we trust. Wanasema kwamba ni kwa Mungu wanatumaini, ni kwa Mungu wanamtumaini Mungu. Lakini ni kweli wameandika hivyo kwenye pesa, lakini ukiangalia watu wa Marekani kwa hii miaka ambayo tumeishi hapa, ukiwaangalia kwa sura, ukiangalia watu gisi wanavyoishi, ukiwaangalia ni watu ambao wamekosa tumaini. Sasa mimi ni swali sasa, mchungaji, je, unaonaje tatizo hili la kukosa matumaini? Mimi Afrika nilikuwa nafikiria ni kwa sababu watu hawakuwa na kazi, ni kwa sababu maisha yalikuwa magumu. Sasa unasemaje Marekani watu wana kazi, watu wana pesa, watu wana malazi mazuri, wanalala vizuri, wanakula vizuri. Sasa bado lile tatizo bado lipo la kukosa matumaini. Unaweza kusema nini wewe kama wewe, kulingana na mtazamo wako jinsi unavyoona, ni nini kinachosababisha watu tena Marekani wakose tumaini? Inaweza kuwa ni nini? Karibu sana mchungaji. Asante sana, nimeshukuru. Kwa kweli ni swali ngumu, lakini tutaijibia kwa njia ya Biblia. Kwa sababu mwanadamu siku zote huwa anakata matumaini. Si ya mwanadamu. Na ukilinganisha maisha ambapo tuliishi Afrika na hapa, kwa kweli kama vile mchungaji anatoka kuzungumza, tulikuwa tukizania kwamba tukitoka Afrika kufika mahali hapa, maisha yote yatakuwa mazuri kabisa, lakini kuna changamoto. Na ndio maana ni vizuri zaidi maisha yetu sisi, kuna mmoja ambaye anamiliki maisha yetu. Huyu ni Kristo. Na katika maisha, iwe mazuri iwe mabaya, kukata matumaini ipo, sheti ipo. Hata matajiri leo wengine wanakata matumaini. Utasikia mtu yuko tajiri lakini hana amani, anakata matumaini. Lakini Biblia imetuambia kwamba tuna mtu mmoja ambaye analeta faraja kwetu, ni Kristo mwenyewe. Na huyo ndio anasema kwamba tunapokuwa katika mizigo, tunapolemewa na mizigo, tumtwishe yeye na yeye ataleta faraja kwetu. Kwa hiyo kwa njia ya kibiblia naweza kujibu kwamba
tuna mtu mmoja. Wale ambao bado wamjua Kristo hawajui mtu gani ambaye anaweza kuwatusha ile mizigo, ile kuwatua ile mizigo ambapo wamebeba. Lakini sisi tuna faraja kwa sababu gani? Tunamwamini Kristo. Ingawa tunaweza kukata tamaa katika maisha yetu, lakini tunamwambia Kristo kwamba tumefika katika wakati wa kuweza kulemewa na mizigo. Kristo, kamata mzigo na atatupumzisha kwenye mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Sasa ninaweza kujibia katika njia ya Biblia. Asante sana. Bado mpendwa msikilizaji, yako mambo mengi ambayo hii ni kama mwanzo. Tuna mambo ambayo yatakuwa ni baraka kwako, ambayo inawezekana masikio yako haijawahi kusikia, lakini utayasikia kwa sababu tuko na Mungu ambaye tunayemwabudu, ambaye tunaposema hivi yuko na wewe pale ulipo, na ataanza kukusaidia kulingana na kile ambacho tunachokifanya hapa. Nataka tu nikuambie kwamba kama vile alivyosema mchungaji, kwa kweli ukiangalia huku na huku, kwa sababu kama nilivyoleta ule mfano wa kusema kwamba nilifikiria Marekani watu watakuwa na matumaini. Hata lile wanaloandika kwenye pesa wanasema in God we trust. Ni kweli wanasema wanamtumaini Mungu, lakini katika hiyo matumaini wanatumaini Mungu, bado shida ziko pale pale, kwa sababu upagani wenyewe kwanza unamfanya mtu kufikia sehemu ya kukata tumaini. Kwa sababu unakuta majanga yanaingia, unakuta barabara, unakuta kila kitu ni kizuri, lakini unakuja kukuta shida. Inawezekana hali ambayo tulionayo sasa hivi wa Marekani, unakuta kesho kutwa unasikia kansa. Wako wanakufa na kansa. Wengine unakuta ajali, barabara nzuri sana. Barabara nzuri, lami ile nzuri, watu wanatembea kule kwetu kwenye mabarabara ya mashimo, lakini huku ni lami inawamaliza kama nini. Ni kama malaria Afrika inavyomaliza watu. Sasa wakishafikia hatua ya kuona vifo vinavyokuwa vingi, wanakata matumaini. Wengine wanakata matumaini kulingana na shida ya maisha. Unawakuta kuna kitu kinaitwa bill. Afrika hatukuwa na bills. Hapa huko bills hapa, kila kitu ni pesa. Sasa kama unajikuta kwamba huna pesa, kuna kitu kinaitwa credit. Hapa wale ambao hawafanyi vizuri, kama ulipi ufanye nini, wanakuingiza kwenye credit. Sasa unakuta mpaka, ndio maana wa Marekani wengi wanakata matumaini mpaka kufikia hatua ya kujiua. Wengi wanajinyonga, wengi wanafikia hatua ya kusema sitaki kuishi. Lakini Afrika sio mara nyingi kusikia mtu anajinyonga kwa sababu ya kunini, ya maisha kuwa mabaya. Unaona? Lakini sasa acha nikuletee andiko, nikuletee maneno ya Mungu ambayo itakusaidia. Ndio maana kipindi hiki kinaitwa kwamba bado lipo tumaini. Inawezekana kweli katika shida unazozipitia kwa sasa hivi tunavyosema kwa hii kipindi, inawezekana labda imekuwa ni mzigo, labda mtoto wako amekuwa ni mzigo, labda mtoto wako amekutishia maisha kama Daudi alivyotishiwa maisha na Sauli. Daudi alifikia sehemu alitaka kukata matumaini, lakini kwa sababu Daudi alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alisema maneno mazuri. Anasema ninatazama mabondeni na milimani, msaada ni upate wapi? Maneno haya yaanza kuonyesha kama Daudi alianza kukosa tumaini, lakini mwishoni akatazama juu, akasema ninatazama juu, tazama msaada wangu utatoka wapi? Utatoka juu mbinguni kwa Baba. Kwa hiyo hapa mpendwa msikilizaji, napenda nikwambie bado lipo tumaini. Usikate tumaini, usikate tamaa, ijapokuwa mtoto wako anakuinukia kuwa kama mzigo. Hata Daudi mtoto wake alimwinukia. Mtoto wake alimwinukia kama mzigo, akataka kuua baba yake. Lakini Mungu aliendelea kumtetea. Sasa nitakwenda kusoma Biblia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Andiko linakuja katika Wafalme wa Kwanza na sura ni ile ya 17. Sura ya 17. Nitasoma kirefu kidogo, lakini maneno ambayo nataka kusema utayaelewa tu. Katika sura ya 17 ya Wafalme wa Kwanza, sura ya 17, tuanzie pale kumstari wa 9. Biblia inasema hivi katika ule mstari wa 17. Ondoka uende Serepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Serepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni
akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Bwana Yesu asifiwe. Maneno mazuri sana kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Hapa ni maneno ambayo Mungu anakwenda kutuambia historia ya mwanamke mjane wa Sarepta, ambayo ilitokea kati ya yule mwanamke na mjane. Mchungaji, ukiangalia hili andiko na mpendo msikilizaji unayenifuata, maneno ya haya maandiko ukiyafuata vizuri, kuna hawa watu wawili, kuna mmoja alikuwa amekata matumaini. Ukiangalia vizuri, ukisikia vizuri, mtumishi wa Mungu Eliya alimwambia yule mwanamke kwamba, naomba niletee maji ninywe, na alipokuwa akienda akamwambia, basi naomba niletee pia hata mkate. Lakini sikia maneno ya huyu mwanamke alimwambia Elisha hivi, anamwambia, aishivyo Bwana Mungu wako, aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami naokota kuni 2. Sikiliza hiyo lugha, anaogota kuni 2. Hapana kwamba naenda kuogota kuni 2 tu, yaani hana haja ya kuogota nyingi, kwa sababu anajua ameishiwa. Kwa sababu tunavyojua huko kwetu, wamama wanapokuwa wanaenda kushenya kuni porini, hawagoti kuni 2 tu, hata kama hawana chakula. Unakuta wanajaza, mimi nilikuwa naona huko, unakuta wamama wanajaza kahala, kuna zile kahala zile za juu zile zinajaa kuni na hakuna chakula. Huyu mama alikuwa na chakula, japokuwa kilikuwa kidogo, lakini anasema, naenda niokote kuni 2 na konzi kidogo ya unga, nataka mimi nipike nile mimi na mtoto wangu, alafu tuingie ndani tufie humo, tule na tufe, kwa sababu walikuwa hawana tena nini? Chakula kilikuwa kimeisha, kile ndio kilikuwa cha mwisho. Napenda nikurudilie mpendwa msikilizaji unayenisikiliza siku ya leo kwamba bado lipo tumaini. Bado tumaini lipo. Huyu mama alikuwa amekata matumaini. Akamwambia Elisha kwamba, kama Mungu wako aishivyo, kwa kweli sina kitu tena. Mimi hapa nataka tu niokote kuni 2 nile na mtoto wangu na tufe. Lakini mtumishi wa Mungu ambaye alijua kwamba bado lipo tumaini, akamwambia, hapana, enenda ufanye kama jinsi ulivyosema, lakini kwanza nifanyie mimi, na baadaye utafanya wewe na mtoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba, mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, kipindi kinaitwa bado lipo tumaini. Mwanamke mjane alijikuta kwamba kwanza hana mume, ni mjane, tena na mtoto, tena anaishi katika nchi ya ukame. Nchi ambayo sio kwamba ilikuwa na ukame, lakini ilikuwa ni kipindi ambacho Eliya alimwomba Mungu kwamba mvua isimame kwa muda wa miezi ngapi? Miezi 3 na miaka 3 na miezi 6, mvua ikasimama. Mvua ilikuwa inyeshi. Sasa hili kipindi hakukuwa chakula, kwa sababu hakuna jinsi ya kupanda na kuvuna. Sasa huyu mwanamke alijua ya kwamba maisha yake imekwisha. Ninaenda kuona watu wengi hapa Marekani. Wengine wanafika, wanaenda kwa dokta, anamwambia una kansa. Na hii kansa haitakufanya wewe uishi tena miezi 2. Inawezekana mpendwa msikilizaji unayenisikiliza hapa, huenda ulifika hospitalini, daktari akakwambia kwamba hautaishi tena miezi 3, lakini kipindi kinasema bado tumaini lipo.
Inawezekana kwamba ulienda sehemu ukafanya kitu ambacho labda kimeingizwa kwenye credit yako na kukuharibishia credit, na ukasema kwa sababu credit hapa Marekani inachukua maisha ya mtu, na ukakata matumaini ukasema basi nimekwisha kwa sababu credit yangu imeharibika, sasa hivi sitapata kazi tena, mimi nitakuwa ni mtu wa kufukuzwa, nitakuwa homeless, lakini napenda nikwambie mpendwa msikilizaji kwamba hautakuwa homeless. Bado tumaini lipo. Tumaini lipo, ijapokuwa kwamba watu wamekufukuza, watu wamekukataa, wanasema kwamba hawakutaki kwa sababu hali yako ni mbaya kulingana na credit ambayo imeharibika. Hata kama ulifanya kitu kibaya, lakini kama utasikia ujumbe huu ambao nimekuletea siku ya leo jioni hii, kwamba bado tumaini lipo, ni kwamba haijalishi kwamba umefanya makosa ya aina gani. Kama ulifanya makosa mengi sana kuanzia asubuhi kufikia mpaka saa 11 bado kipindi kilikuwa kijaanza, lakini Mungu wa upendo anakupenda. Mungu anakupenda kama alivyopenda ule mwanamke wa Serepta ambaye alikuwa anahangaika kule chakula ili afe, lakini na wewe pia Mungu anakupenda. Inawezekana asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka saa hizi ulikuwa unapangilia mipango mibaya kwa ajili ya maisha yako, lakini angalia kipindi hiki Mungu amekuletea ujumbe kusema kwamba bado tumaini lipo. Kwa hiyo usifanye vibaya, usikamate ule uamuzi ambao uliochukua. Labda ulichukua uamuzi wa kusema afadhali tu mimi nijinyonge, afadhali niondoke, afadhali nisiishi tena, hata huyu Mungu ni afadhali basi nimkufuru. Angalia, Mungu anakupenda na kujali. Analeta kipindi hiki kwa ajili ya ile tatizo ambayo inakusumbua, kwamba tumaini bado lipo. Kwa hiyo huyu mwanamke alipoambiwa kwamba atengeneze kwa ajili ya mtumishi, alifanya kama vile mtumishi alivyomwambia. Biblia anasema nini? Baadaye nikitaka kusoma hapa chini, Elia akamwambia usiogope, enenda, katika ule mstari wa 13. Elia akamwambia usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona mchungaji, maneno ya kutia matumaini. Faraja inakuja. Mwanamke bado ukisikia maneno haya, alikuwa bado hajaenda kupika kile chakula, kwa sababu alikuwa tayari hana matumaini na alikuwa na wasiwasi. Ndio maana mtumishi wa Mungu akamwambia usiogope, nenda ufanye kama vile ulivyosema, lakini kwanza nifanyie mimi, kwa maana Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha. Wewe unasumbuka na tatizo gani? Mpendwa msikilizaji, nini inakusumbua? Kama ni mtoto wako, basi muda umekuja. Bwana anasema kwamba bado lipo tumaini. Na kama ni mtoto ndio amekuinukia kwamba yeye amekuwa kikwazo, usimfanye vibaya wala usimlaani wala usifanye chochote, bado lipo tumaini. Yuko mmoja ambaye anaweza kubadilisha tatizo la mtoto wako, sio kesho, sasa hivi. Kwa huu muda unaonisikiliza hapa, ujue ya kwamba yule mtoto wako ambaye amekuinukia, kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao umeharibika. Biblia inasema tunaishi kwa nyakati za mwisho. Watoto hawatatii wazazi wao tena. Sasa kama ni mtoto anakosa kukutia na inuka anakuwa mzigo kwako, au anakuwa ni tatizo kwako, usifanye vibaya wala usifanye chochote. Acha tumaini lipo. Mungu ni Mungu ambaye anabadilisha nyakati, ni Mungu anabadilisha majira, ni Mungu anaweza kupasua njia pale ambapo hapana njia. Anaweza hata akamrekebisha na kumbadilisha huyo sasa hivi ninavyosema, na kumbadilisha mara moja. Sasa mtumishi wa Mungu anasema hautaona kupungukiwa tena. Pipa lako halitapunguka tena la unga, na chupa ya mafuta haitaisha tena.
Kwa hiyo ni kusema kwamba ikiwa kwamba una daktari una karatasi ya kutoka kwa daktari amesema kwamba wewe mwisho wako ni wiki ijayo, bado tumaini lipo. Tumaini linakuja leo kukuonyesha kwamba potelea mbali, haijalishi daktari amekwambia kwamba bado lipo tumaini. Tena nataka kukwambia tumaini hapana sema ni tumaini 1000, ni tumaini tu bado moja. Ndio maana tunasema bado lipo tumaini. Sio matumaini, bado lipo tumaini. Maana yake ni ulikuwa umeishiwa. Ulikuwa umekosa kila kitu, lakini imekuja tu hii. Kwa hiyo mpendo msikilizaji, ningekuomba usipoteze hili tumaini. Unaona mchungaji, kitu cha kuambia watu wasipoteze hili tumaini. Maana limebaki imebaki ni moja tu. Maana huyu mwanamke mjane Elia asingepita pale, angekufa. Inawezekana watu wengi walipita pale, wengi, lakini huyu moja tu, tumaini linakuja tu, ni moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Na wenda mpendo msikilizaji unaweza kuniambia, mbona mchungaji unaenda unaniambia habari ya Agano Jipya, Agano la Kale? Kwa sababu ni Agano la Kale, Elia alionekana kuwa alimsaidia yule mwanamke kumpa tumaini, lakini nataka nikuambie sasa vipi Agano Jipya? Nataka nikuambie, ukisoma katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 3 na mstari wa 14, Biblia inasema maneno mazuri. Wana wa Israeli walipokuwa katika jangwa, walimnungunikia Musa na Mungu, wakamnungunikia. Mungu akagazibika. Mungu akasema hapana, haiwezekani, nimewatoa katika nchi ya utumwa, nimewaleta hapo, mmefika hapa, nimewalisha kware, nimewalisha mana, mmekula mmeshiba, lakini bado mnaendelea kuwa waasi. Sasa mnaanza kufikia hatua ya kuninungunikia mimi na mtumishi wangu Musa, sasa nitawamaliza. Biblia inasema kwamba Mungu alimwambia Musa kwamba ajitolee nyoka ambaye alikuwa ni nyoka akiuma mtu wa dakika tu mtu anafia hapo hapo. Sasa ikafikia watu wakakosa matumaini ya kuishi, kwa sababu nyoka ule alikuwa ni hatari, akikuuma ni dakika na unakufa. Sasa Mungu akaona tena itakuwaje, akaleta tena tumaini. Akaleta tena tumaini kwa wale ambao waliona kile ambacho kilichopitika, wengine wanakufa na kuumwa na ule nyoka. Akawaletea tena tumaini, akamwambia Musa, naomba ujinyanyulie nyoka wa shaba na umuinue juu. Itakuwa kila mtu atakayeumwa na ule nyoka, akimwona ule nyoka wa shaba, hatakufa tena, bali atakuwa na uzima. Hata kama ulikuwa na shida ya aina gani, hata kama ulikuwa umepigwa kiasi gani, ukimtazama tu ule nyoka wa sumu akikuuma, lakini kwa sababu Waswahili wanasema neno moja kwamba dawa ya moto ni moto. Na dawa ya wokovu ulikuja, unajua nyoka alileta shida katika ulimwengu. Mungu tena akainua mwingine nyoka ili kwamba avunje ule nyoka mwingine. Katika ile nyika Mungu alimuinua nyoka wa shaba. Kwa lugha nyingine, ukisoma sasa katika Yohana ile sura ya 3 ile na mstari wa 16, inasema kama jinsi Musa, ukisoma 15 inasema kwamba kama jinsi Musa alivyomuinua nyoka wa shaba, ndivyo mwana wa Adamu alivyoinuliwa, ili kila yeyote amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu kwa lugha nyingine ndio huyo nyoka wa shaba aliyeinuliwa pale na Musa. Sasa Mungu amemleta nyoka wa shaba katika Agano Jipya sasa, na ndio ujumbe wetu. Kwa maana hatutabezi sana na mambo ya Agano Jipya, Agano la Kale tunakupeleka zaidi, tutakuwa tunaenda kote kwa sababu ni neno la Mungu. Lakini tunataka kukuambia kwa wakati tunaoishi, hakuna tumaini lingine isipokuwa Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo ameinuliwa pale msalabani ili kila yeyote atakaye mtazama, hata kama umepata kansa, hata kama wamekufukuza, hata kama credit zako ni mbaya, hata kama serikali haitakukopa mkopo, hata kama wewe umefukuzwa kazi, hata kama wewe mtoto wako umekuinukia, hata kama umeua jana, hata kama umefumaniwa, umezini na mume wa mtu, na watu wamekutupa, umekataliwa na watu, ili mradi tu usikilize hii sauti na ufuate hii kipindi, kwamba bado lipo tumaini, kwamba Yesu amewekwa pale juu, ameinuliwa kama nyoka wa shaba, ili kwamba umtazame. Hebu mtazame Yesu, muangalie Yesu pale msalabani, ili
lile tatizo ulilonalo lipate kumalizika, na tatizo linalokusumbua la kukosa matumaini upate kujibiwa. Kwa kweli mpendwa msikilizaji, nilipenda nikutie moyo katika kipindi hiki. Inawezekana unapitia mambo makubwa ambayo hujawahi kupitia katika maisha yako. Usitishwe na kitu chochote, lakini kipindi chetu kinasema lipo tumaini. Na tumaini ambalo tunataka kukuletea katika kipindi hiki ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye lile tumaini. Ndiye tumaini ambalo hata kama wewe ulikuwa umefikia hatua ukiangalia vizuri mchungaji, kuna wale watu walikuwa wanaumwa, wengine wanafikia hatua wanakuwa wanavutia. Anavutia, anazirai kabisa, manake wanakuwa wanaangalia tu ni kidogo tu pumzi inatoka. Lakini walikuwa inawezekana wengine walikuwa wanawanyanyua kichwa, wanamwambia fungua macho tu, jitahidi, jikazi, uangalie pale. Akifungua tu kuangalia tu kidogo anapona. Hata kama alikuwa anaanza kuaga, hata kama ndivyo ilivyo tumaini ambao umepoteza siku ya leo. Hata kama ulikuwa katika hali ya mauti, hata kama ni mgonjwa, na kuambia kwamba tumaini ni Yesu Kristo. Lipo tumaini, mtazame Yesu, mkubali Yesu, muamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, aweze kuwa tumaini. Na yeye ni tumaini la maisha. Ni tumaini ambalo ni la milele. Haiko ile tumaini ya kusema kwamba unakaa kwa sababu yule mwanamke walimwambia unga hautaisha na mafuta haitaisha. Ni kweli, lakini inawezekana unga ukaisha. Inawezekana mafuta ikaisha, lakini Yesu aishi. Amen. Biblia inasema kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Katika lugha ya Kifaransa wanasema il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omnipresent. Kwa hiyo ni yeye yule, habadiliki. Kwa hiyo ukimpata Yesu, ukitumainia Yesu ambaye ndiye tumaini la kweli, maisha yako yote ya sasa na ya baadaye, maana yeye habadiliki. Yeye yupo, atakuwa na wewe maisha yako yote. Kwa hiyo ukitumaini pesa, itakwisha. Pesa ni maua. Watu wanasema mali ni maua, yanakungutika kwa wakati fulani, yanapotea, yanakwisha. Suleiman alikuwa mtajiri mkubwa, mpaka leo hajaonekana mtajiri kama Suleiman. Inawezekana unasema kwamba unatumainia pesa. Nataka nikuambie mpendwa msikilizaji unayenisikiliza, acha kutumaini pesa. Ukitumaini pesa utapata shida, kwa sababu pesa zitaisha. Kwani ulipozaliwa ulikuja na pesa? Sasa kama ulipozaliwa ukuja na pesa tumboni mwa mama yako, sasa unapoenda napo vipi? Unaenda na pesa? Hawendi na pesa. Kwa hiyo unajisumbua. Usitumaini pesa, usitumaini vyeti. Kuna watu wengine mchungaji wanasema mimi nina degree 10. Nina degree 10. Angalia, tuna rais mmoja pale Afrika anaitwa Robert Mugabe. Ana doktora 7. Lakini ukimuona siku ya leo hawezi hata kutembea tena. Sasa zile doktora akizitumaini zile doktora zake, zile degree zake hazitampeleka popote, kwa sababu ameisha. Na itafikia sehemu atashindwa hata kusema lugha fulani, kwa sababu amekwisha, amezeeka. Kwa hiyo vyeti havitakusaidia, usitumaini vyeti. Wengine wanasema ninatumaini mtoto wangu, ninatumaini huyu ndio tumaini langu. Yaani huyu hapana, usiguse huyu kabisa. Ukimtumaini mwanao, basi utakuwa umefilisika. Biblia inasema hivi katika Yeremia sura ya 17 na mstari wa 5 imesema kwamba amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeremia 17 na mstari wake wa 5 anasema amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga lake. Lakini katika mstari wa 7 Biblia Mungu anasema vizuri. Anasema kwamba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Mungu, anayemfanya Mungu kuwa kinga lake. Analinganishwa na mti uliopandwa kando kando ya mto, ambao mizizi yake yanaingia ndani ya mto. Na huu mti haukauki, unatoa majani kwa wakati wake. Hata kiangazi kinapokuja hautakauka. Kwa hiyo usijaribu kutia matumaini kwa mke wako. Kuna watu wengine wanasema si ni ubavu, si ni mwili mmoja. Si ni mwili mmoja, ni mwili mmoja kweli. Katika swala la ndoa tutakuja kufundisha siku moja hapa kuhusu ndoa.
Ni kweli mume na mke ni mwili mmoja, lakini usimtumaini. Usitumaini mke wako. Usitegemee mke wako. Usifikirie mke wako ndiye atakayemaliza shida ulizonazo. Usifikirie mke wako ndiye, na kuambia kwamba kwanza nikupe mtihani mdogo tu. Utakapokuwa umekufa, ukianza kupeleka kaburini kule, mke atalia kweli, atajitupa chini, lakini hata ingia kaburini. Nataka nikwambia hawezi kuingia. Hawezi, ataogopa kuingia, hata kama anasema uniache niingie. Hiyo ni mbwembwe tu. Hiyo ni kutaka kuonyesha kweli anakupenda na kujali, lakini hawezi kwenda na wewe. Ni safari ya, lakini yuko ambaye utaenda naye, Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo ni rafiki wa kweli ambaye hata kuacha. Amen. Hatakuwa na wewe siku zote za maisha yako. Kwa hiyo hauna haja ya kutafuta kutumaini na kutegemea vitu vingine. Wengine wanategemea ushirikina, wanategemea mairizi. Tumeona watu wengine kule wanatembea na mfupa wa kuku, anaweka kiunoni, anasema huu mfupa uliachaka babu ndio utanitunza, utanichunga maisha yangu. Hautunzwi na ule mfupa. Ule mfupa ni wa kuku. Kwanza kuku mwenyewe ashaka kufa. Unaona? Amesha kufa. Mhubiri anasema neno nzuri. Mhubiri anasema katika sura ya 9 anasema kwamba ni wazimu mtupu watu ambao wako hai wanaoendea wafu. Anasema kwamba ni bora mbwa aliye hai kuliko simba ambaye amekufa. Maana yake nini? Simba ni mnyama mkali ambaye anatisha, lakini ameshakuwa mzoga, ni maiti. Haitakusaidia kitu. Lakini mbwa hata ni kadogo, lakini kako hai, kanaweza kubweka na mtu anaogopa. Kwa hiyo ni vile ndio jinsi ilivyo. Kwa hiyo tuna Mungu ambaye ni mzima. Yeye hafi. Mungu wetu yuko hai. Mungu wetu ni Mungu mzima ambaye yupo, anaishi wakati wote, majira halali. Yuko macho kila sana, kila wakati. Ijapokuwa utalala, ijapokuwa utapata shida, ijapokuwa utafanya nini, Mungu wetu halali. Sasa kama Mungu ambaye halali, Mungu ambaye anaona kila sehemu, si unaona kama ndio huyo wa kutegemea, ndio huyo wa kutumaini. Ndio maana tunasema bado lipo tumaini. Kwa hiyo nitapenda tu nikwambie kwamba, mpendwa msikilizaji, wewe unayenisikiliza, haijalishi kwamba unaingia kanisani, haijalishi kwamba una miaka mingapi kanisani, na inawezekana uingie kanisani, pale ulipo naomba tu nikwambie kwamba fuata maneno haya na kuambia kwamba umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uone kwamba atakavyobadilisha matatizo yako. Hata kama ulikuwa umekata matumaini, na kuambia siku ya leo ninavyosema haya maneno, ukiyazingatia na kuyashika vizuri, utaona jinsi maisha yako yatakwenda kubadilika. Maana tumaini ambalo tunalosema leo ni Yesu Kristo akija kukaa ndani ya maisha yako. Watu kwanza walio pembeni yako watashangaa. Watasema imekuwaje huyu mtu alisemewa kwamba atakufa kesho? Kwanza hata daktari mwenyewe atakukimbia. Atakapofika anaenda anachunguza, anaangalia ugonjwa ulikuwa ukukua wiki moja, anaangalia anasema sioni ugonjwa, atasema haijawezekana hii. Wanasayansi wanatishwa na vitu kama hivi. Wanasema katika sayansi kitu kama kinaonekana kama ni virusi, kama haviwezi kuuawa na dawa yoyote ile, hawaamini tena kitu kingine kinaweza kikafanyika pale. Lakini wakishaona kwamba kile kitu walichokiona kwenye mitambo yao, wanahakikisha kwamba ni kweli, lakini hakipatikani tena, wanakuogopa, wanasema wewe ni mtu wa ajabu. Wale wanasayansi wanaomjua Mungu wanasema huyu ni Mungu. Lakini wale wapagani hawaamini, wanasema hiki ni kitu gani? Shetani hawezi kukuponya. Sikiliza nikwambie, kama unakimbilia kwa shetani kwamba wanaweza kunipa miti, wanaweza kufanya hivi, wanaweza kunifanyizia hivi, ni muda. Ni kwa muda tu. Kwanza anakupatika vitu vibaya ndani ya mwili wako, kwa sababu shetani hakukuumba. Shetani hana uwezo juu ya mwili wako. Kwa hiyo akikuweka vitu, ukienda kwa shetani atakuweka vitu, na vile vitu kesho vitakusumbua. Lakini ukikimbilia kwa Yesu, ukimwamini Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, atachukua nafasi ya maisha yako. Atakulinda, atakulea, atatengeneza mwili wako, sababu yeye ndiye aliye na spare ya viungo. Kama ni kansa, kama ni figo, kama ni moyo, kama ni mapafu, kama ni nini. Leo wanasema mapafu haipasuliwi, si ndivyo? Lakini ukienda kwa Yesu ambaye aliyeumba mapafu, atabadilisha. Na kama kuko fasi kuliharibika, anaweza akabandua pale na akabandika kingine kipi.
bila kwenda hospitali, bila kufanya operation hospitali, anakubadilisha na anatia mpya. Kwa hiyo Yesu anaweza. Basi sitapenda kusema mambo mengi kwa siku ya leo kwa sababu ni mwanzo, na nafikiri nataka nikupe kidogo tu uondo wa kile ambacho kitakuwa kinakuja kila wiki, tukiwa na wakati mzuri wa kuwa tunaweza kurusha vipindi hivi. Na nilivyokuambia, unamwona mchungaji ananisikiliza hapa, Mungu ameweka mambo mengi pia ndani mwake. Atakuwa na somo hapa siku moja, utashangaa, utaamini kama ni yeye huyu. Atakuwa na maneno mazuri ambayo yatakubariki, yatajenga maisha yako na utatupenda. Lakini usitupende sana, mpende Yesu ambaye yuko ndani yetu, kwa sababu maneno tunayoyasema tunawezeshwa tuna yeye mmoja ambaye ndiye tunamwamini, na huyo ndiye anatufanya sisi kusema maneno ambayo hujawahi kusikia. Inawezekana hujawahi kuyasikia kwa hiyo. Na usisite, ikiwa kwamba unaona kwamba haya maneno ni mapya kwako, kwa kweli naomba tafuta kalamu, tafuta daftari, tafuta chochote kile, weka chini, andika. Wafaransa wana neno nzuri. Wafaransa wanasema kwamba la parole s'envole mais les esprits restent. Manake maneno tunayoyasema wakati mwingine yanapita. Ndio maana leo kama tunasema maneno, unaona leo nakuambia habari ya mwanamke wa Sarepta, ni kwa sababu yameandikwa. Na kwa sababu yameandikwa ndio maana ninakuja kukuambia leo. Hata Yesu alitumia maandiko kwa sababu yaliandikwa. Yesu alisema imeandikwa, alipomwambia shetani, imeandikwa. Yesu alinukuu maandiko, alinukuu maneno ya Biblia. Kuna sehemu alifika kwenye sinagogi akasoma chuo cha nabii Isaya. Akasema bila shaka maneno haya yametimia leo. Watu wakashangaa kwa sababu ni maneno yaandikwa zamani. Naona. Kwa hiyo usisite kuandika maneno haya ambayo tunayokuletea, mpendwa msikilizaji, ambayo unayetusikia. Andika kabisa, kwa sababu watumishi hawa watu wengine walikuwa wanatuuliza, kwa nini mrushi vipindi? Kwa nini mfanye hivi na hivi? Bado tulikuwa nasubiria muda. Tulikuwa nasubiri muda. Muda umefika sasa wa sisi kuwa tunarusha vipindi, na hatuvirushi kwa sababu ya kutaka kuonekana kwenye TV kwamba tunapendeza au nini. Tunataka tukuletee kile kilicho ndani mwetu, kile ambacho Mungu ametupa ili kiweze kukutoa pale ulipo. Ninajua somo hili ya leo inakupandisha ngazi, inakutoa katika hatua moja na kukupandisha katika hatua ya pili. Naamini ya kwamba kwa kipindi kijacho, kama utachukua namba ya simu ambayo nitakupatia, unaweza ukanipigia ukasema, mchungaji, kwa kweli nimeguswa katika somo, nimejisikia kupanda ngazi. Kwa sababu leo watu wengi wanaambia watu tu, muujiza, angalia hivi na hivi, angalia hivi. Lakini unampa mtu muujiza, kisha siku mbili anaumwa tena, ndio unavunja kabisa, unamuua, matumaini yote inaanguka. Anasema basi huyu Yesu mwenyewe unaponya tena siku mbili, mchungaji. Hata yenye malaria nenda kwa hospitali, anakupa kinini, unapona, kile unapona. Sasa unaona kwa Yesu tena unaenda unatibiwa tena unarudia tena mgonjwa. Ni kwa sababu watu wanaenda kupatia watu vitu visivyokuwa vya msingi. Muujiza sio kitu kia kusema kwamba tutakaa hapa tupoteze muda tuseme juu ya muujiza. Hapana, viko vitu vya msingi. Moja ya kitu cha msingi nakwambia ni hiyo tumaini. Una tumaini gani? Kwa nini umekata matumaini? Sasa leo nimekuja kukuambia bado ulipo tumaini. Vitu vya msingi hivyo. Na tutakuja na vingine vya msingi hapa. Mchungaji atakuja na kimoja hapa cha msingi ambacho utaanza kushangaa, kumbe hili nalo. Kuna vitu ambavyo ukiviangalia katika Biblia, watumishi wengi, hatuko hapo juu kusema watumishi wengi, lakini tunataka tukwambie wengine watu wanapita tu, wanaona hivi si vya maana. Anataka akwambie Dani alikuwa mkoma, alioshwa akapona, Naamani ukoma ukaisha. Unaona? Muujiza, ukoma uliisha. Sio hiyo tu. Sisi tunataka kukuambia tumaini. Ukikaa na tumaini ndani yako hakuna ukoma. Ukiwa na tumaini ndani yako huwezi kuhangaika. Unafikiria yule mwanamke wa Sarepta hakufurahi kumwona Elia? Si alianza kuona Elia akasema, wewe ulikuwa wapi masiku yote niko nahangaika baba? Hii pipa itakauka tena hii. Wewe siku mtu ungekaa tu hapa kwangu, mimi nilikuwa na pipa yangu isikuwa inamalizika. Unaona? Kwa hiyo alimwambia maneno ya msingi. Unaona? Alimwambia maneno ya msingi. Kwa hiyo na sisi tunataka tukupe maneno ya msingi. Kipindi chetu tunakuwa tunakuletea maneno ya msingi ambayo ni ya kibiblia ili kusaidia siku moja uweze kwenda mbinguni. Ili siku moja
uweze kumwona Yesu Kristo ambaye tunayemwamini, kwa sababu aliahidi kwamba atakuja na atatuchukua, tutakaa pamoja naye. Lakini pamoja na hivyo yuko ndani mwako, bado yuko ndani mwako, anaishi ndani mwako. Ni wewe tu ufungue macho yako ya ndani na ya nje uweze kumwona Yesu Kristo. Tutakuwa na vipindi vingi ambavyo vitakusaidia na vitakuinua kutoka katika hatua moja kwenda kwa hatua nyingine. Kwa kweli kama utakuwa na swali, tutakuwa tayari sana kukusikiliza kwa swali lako. Nafikiri namba yangu ya simu ni 616 589 4793. 616 589 4793. Na nitaomba kwa anayeturushia kipindi ataweza kukuandikia hiyo namba chini ya mambo yote pale, itakuwa inapita pale, ili kwamba wewe unaisoma na ikusaidie. Hata na email tutakuwa tumeiweka pia, ili kwamba kama utakuwa na maswali uweze kuuliza maswali. Tutakuwa na kipindi cha majibu, tutakuwa tunajibu maswali. Pia kabla hatujaenda kumaliza kipindi siku ya leo, ambacho ni mwanzo tu, ni kama vile kukupa uondo, kukuonyesha kwamba usikae unaangalia magazeti, unasoma ma news. Kuna news nyingine ambayo inakuja sasa hivi hapa Grand Rapids, ndio hii mpya, inasema kwamba bado lipo tumaini. Tutakuja siku nyingine kwa wale ambao ni ndugu zetu wenyeji wa hapa, tutajifunza, tutakuwa nao pia kwa lugha ya Kiingereza. Mungu anatuma watu wenye vipaji, wenye lugha. Tutakuwa siku, hata mimi mwenyewe utakuja kuona siku nyingine tunakuja tunahubiri pia hata kwa lugha ya Kiingereza, ili kwamba wale wenzetu pia, kwa sababu kipindi hiki hakiji tu kwa wale wanaosema Kiswahili. Hapana, tunataka pia hata na wale ambao ni wenyeji wa hapa ambao hawajui Kiswahili, nao pia waweze kufaidika hata kwa lugha nyingine. Kwa hiyo tuko na watumishi wengine wanasema Lingala. Atakuja siku nyingine, anakuja anatoa somo kwa Lingala, kwa wale ambao wanajua Lingala waweze kufaidika pia, kwa sababu ni kipindi kinasema bado lipo tumaini. Kwa hiyo tumaini, tunahitaji watu wajue kwamba lipo tumaini, na watu wale ambao hawana tumaini waweze kupata tumaini kutokea kipindi hiki ambacho kimeletwa kwenu. Kwa hiyo kabla sija kwenda kumaliza, nitapenda pia nimpe mchungaji nafasi kidogo aweze kusema mawili matatu kulingana na somo hili ambalo nimekwenda kulisema hapa. Wenda anaweza kuwa na neno lingine ambalo anaweza kukupatia la matumaini pia katika siku ya leo, kabla hatujaachana katika studio yetu, kabla hatujamaliza. Nimpe nafasi mchungaji. Karibu sana mchungaji, kama uko na neno lingine la kuweza kusema, karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli kama vile mchungaji anatoka kuzungumza neno la Mungu, linatufaa katika maisha yetu. Na watu wengi wamekata matumaini, na muda umefika ya kuweza kuzingatia maneno ya Mungu. Kwa sisi ambapo tayari tumeshampokea Kristo, na bado wengine hawakuwa na bahati ya kumpokea Kristo, ili waje na waendelee kusikiliza neno, itawafaa katika maisha yao na kubadilisha maisha yao. Na ukisoma Zaburi 11 nasema, misingi ya wewe Mkristo ikiharibika, ewe mwenye haki utakuwa wapi? Ukisoma Zaburi imekwambia kwamba misingi yako ikiharibika, ukiharibisha misingi ya matumaini yako, utakuwa wapi? Kwa hiyo ni kwako wewe msikilizaji ambao unatusikia, na uweke matumaini yako ndani ya Kristo. Na yule ambaye bado hayabahatika bado kumkubali Kristo, aje kwa Kristo ili awe na matumaini. Na amini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki katika vipindi ambavyo utakavyofanya. Amen. Amen. Asante sana mpendwa msikilizaji, umemsikia mchungaji alivyosema, jisabu kusoma ile Zaburi ya 11 kama alivyokupa ile andiko. Kwa kweli tunayo kila sababu ya kushukuru Mungu
ambaye ametuwezesha tena kuweza kuanzisha kipindi hiki ambacho ni bado lipo tumaini, na tutahitaji tu kwamba wiki ijayo Mungu akituwezesha tena muwe wengi. Kwa wale ambao mtakuwa mmesikia kipindi hiki, mwambie na rafiki yako, mwambie pia na ndugu yako. Wewe mwambie, mpe tu, mwambie kwamba kipindi kinaitwa Bado Lipo Tumaini, na atakapoingia kwenye YouTube akiandika Bado Lipo Tumaini, utakuwa umetupata vizuri, utakuwa umesikia ujumbe, na tutakuletea vitu tu vingi ambavyo vitakusaidia kwa maisha yako ya Kikristo. Kwa kweli mpaka hapo nafikiri sitakuwa na la ziada, ila tu nataka nikutakie kwamba kwa sababu sasa hivi ni majira ya usiku, tunaelekea usiku, nikutakie usiku mwema, lakini pia nikuambie kwamba usisahau kwamba bado lipo tumaini. Yaani utakapoenda kazini kesho, hata kama supervisor wako alikuwa hakupendi, hata kama supervisor wako alikuwa akikutishia maisha, hata kama kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anataka kuzuia usifanye kazi vizuri, ujisikie kama uko less, nataka nikuambie kwamba bado lipo tumaini, na umepata nafasi ya kuelewa tumaini yako ni nani. Na kama kweli unazingatia, unakubali kwamba Yesu ndio tumaini lako, mpendwa msikilizaji, nakwambia utafurahi kesho utakapomwona supervisor wako anakufurahia. Sio wewe tena, yeye sasa atakuja atakufurahia, kwa sababu ataona uso wako umebadilika. Musa alipotoka mlimani hakujiamini, hakujua jinsi alivyokuwa, kumbe alikuwa amebadilika. Sura yake Biblia inasema kwamba iling'aa kama jua, kwa sababu aliona uso wa Mungu, kwa sababu aliona utukufu wa Mungu. Na kwa wewe unayekubali kuwa lipo tumaini, na tumaini ni Yesu Kristo, usiku wa leo ukichukua nafasi ya kumpa Yesu akae ndani ya maisha yako, Yesu atawale maisha yako kuanzia sasa, ninakuambia utakapofika kesho kazini, wa kwanza aliyekuwa adui yako ataanza kusema, "Haya bwana, mbona unapendeza leo?" Na utakuwa na nguo ile ile tu, vazi ile ile ambayo ulivaa wiki iliyopita, lakini atakuja atakwambia, umependeza bwana, mbona leo unaonekana tofauti?" Ni kwa sababu umeonekana kuwa na tumaini. Lakini ulivyokuwa siku ile mliachana ni kusema maneno mabaya na ukakata tumaini, lakini sasa kwa sababu umefarijiwa, kwa sababu tumaini lako limerudi upya, na kwa sababu umeweka yule ambaye habadiliki, ambaye ndiye msingi, anakuwezesha sasa kufika sehemu ambapo watu watakuona wanasema, sio wewe tena, huyu ni mtu mwingine. Basi mpendwa msikilizaji, ni yale nilipenda nikuambie kwamba tunakutakia usiku mwema. Unapopumzika, upumzike salama, na kesho ni siku ya kwenda kazini. Amka uamke kesho asubuhi ukiwa mwenye matumaini, mwenye furaha, mwenye nguvu na bidii ya kusema kwamba nimepata tumaini. Na usisahau kuambia hata wenzako, uambukize maneno haya, uambie kwamba nimepata tumaini. Nilikuwa nimevunjika moyo, nilikuwa nimekosa amani, nilikata tamaa, nilikuwa ni mtu ambaye niliona kwamba imekwisha, lakini sasa jamani, nimefarijiwa, nimepata nguvu, nimejisikia kwenda na uwezo wote, kwa sababu watakuuliza kuna nini, usema kwa sababu nimepata tumaini. Nilipata tumaini langu. Watu watashangaa, watasema umepata tumaini, maana yake unataka kusema nini? Nasema ndio, usiwafiche. Acha kuwaficha. Yesu anataka tuambie watu wajue kwamba yeye ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu wajue kwamba yeye ndio tumaini. Waambie wazi kwamba tumaini nimelipata niliposikia kipindi cha Bado Lipo Tumaini. Nikasikia habari kwamba Yesu ndio tumaini. Na kweli nilimpa nafasi. Yesu amekaa ndani mwangu, amenitengeneza, amenibadilisha. Ndio maana nina furaha, ninajisikia kufarijika. Kwa hiyo mpendwa, maneno hayo ni maneno ya kutaka kukuaga, kusema kwamba unapokwenda kupumzika, pumzika na amani. Tunakutakia usiku njema, alafu pia tunakutakia wiki njema, wiki yenye baraka na fanaka, wiki yenye mafanikio. Na utakaporudi tena, najua utakuja kutukuta tena katika studio letu hili ambalo linarusha kutoka hapa Michigan, Grand Rapids. Tuko maeneo haya ambayo Mungu ametuweka ili kwamba tuweze kuwa na nafasi ya kuweza kubariki na kubariki wengine ambao wako mbali na sisi na wale walio karibu yetu. Baada ya kusema hayo, nasema Mungu akubariki sana, na
toa shukrani zetu za dhati kwa fundi mitambo wetu ambaye anayeturushia vipindi hivi, kwamba Mungu aweze kumbariki, na tunasema bye. Lala salama, Mungu akubariki. Bye. Amen.